Katika video ya siku ya leo msikilizaji, tunaenda kuangalia namna ambavyo tunaweza tukakata sabuni za vipande baada ya kuwa tumeshakata sabuni za miche. Karibu sana kwenye ujasiriamali. Unaweza ukafanya ujasiriamali huu ukiwa popote pale, lakini ukishapata maarifa sahihi ambayo yatakusaidia wewe kuzalisha bidhaa zako popote pale ulipo, aidha nyumbani au kuweza kuanzisha kiwanda chako kidogo. Karibu sana kwenye ujasiriamali. Naitwa Mwalimu Almasi. Tunatoa huduma pia za mafunzo online kupitia WhatsApp namba 0783500971. Kuna njia mbili ambazo tunazitoa kwa ajili ya mjasiriamali ambaye anapenda kujifunza. Njia mojawapo ni njia ya kupata mafunzo online kupitia WhatsApp namba hiyo hapo mbele inaonekana, lakini pia njia nyingine ya pili kupitia vitabu vyetu vya ujasiriamali, na sisi tumeweza kukuandalia vitabu vya aina mbili. Kuna kitabu kinaitwa Ujasiriamali ni Ajira, ambacho ndani yake tumekuandikia sabuni za vipande kama hivi ambavyo tunavikata. Tumekuandikia sabuni za magadi, tumekuandikia pia sabuni za kuogea, sabuni tiba za aina mbalimbali pamoja na sabuni za miche. Mbali na hivyo, kuna kitabu pia kinaitwa Miliki Kiwanda Chako. Kitabu hiki cha Miliki Kiwanda Chako tumekuandikia bidhaa pia mbalimbali kama vile sabuni za maji, tiles cleaner, mafuta ya mgando, kuna jiki, kuna lotion, kuna batiki, kuna vijora, kuna aina mbalimbali pia za vipodozi ndani yake, kuna shampoo, kuna conditioner, kuna scrub, lotion tiba, lotion ya kawaida pia. Kwa karibu sana. Kwa maelezo zaidi utanitext kupitia hizo namba. Asa msikilizaji, katika utengenezaji wa sabuni za vipande au miche, yako mambo muhimu sana ambayo unapaswa kuyazingatia. Jambo la kwanza ni vipimo. Kumbuka kwamba siku ya kwanza kabla ya siku ya uzalishaji lazima uwe umekoroga caustic soda kwa caustic solution. Wakati huo pia lazima uwe na kifaa kinachoitwa hydrometer. Baada ya kupoa kwa caustic soda kuwa caustic solution, ikishapoa tunaipima kwa ajili ya kuihakiki kwa kutumia kifaa kinachoitwa hydrometer. Baada ya kupima itategemeana. Kama unatengeneza sabuni ngumu sana, kama unatumia ploda yani mashine, unapaswa kutumia joto kubwa zaidi. Kwa hiyo ndio maana nasema kama unapenda kujifunza zaidi utaingia katika madarasa yetu. Lakini pia kama unatumia homemade lazima uweke wastani mdogo wa lile joto au zile bombe kwenye hydrometer ili kukusaidia wakati unakoroga ule mkorogo usiweze kugandia kabla haujamimina kwenye box lako au soap mold. Sasa baada ya hapo lazima pia uzingatie ratio ya mafuta ulionayo. Kumbuka kwamba ratio ya mafuta ulionayo ndio inatoa vipimo vingine vyote kwamba nitumia caustic solution kiasi gani. Ukiwa na mafuta lazima utajua natumia glycerin kiasi gani, sodium silicate kiasi gani, rangi mara nyingi huwa tunakadiria. Lakini pamoja na kipimo cha perfume, tafsiri itatoka baada ya kujua kwamba nina mafuta kiasi gani. Caustic solution natumia kiasi gani baada ya kujua na mafuta kiasi gani. Kama unaongeza pia ratio ya volume ya sabuni yako, utajua pia sodium carbonate naweka kiasi gani. Kwa kiwango cha mafuta ndo kinatoa tafsiri ya vitu vingine ninatumia kiasi gani kila kimoja. Kwa hiyo hisabati nzuri katika uzalishaji wako utafanya hivi. Kama na mafuta lita 20, haya mafuta lita 20 ndio yataniambia kwamba sodium naweka kiasi gani, lye naweka kiasi gani, silicate naweka kiasi gani, perfume naweka kiasi gani. Hilo ni jambo kubwa zaidi. Baada ya hapo msikilizaji, utatengeneza mkorogo wako, utautia kwenye soap mold, utakaa wastani wa masaa 24. Baada ya hayo masaa 24 utautoa ule mkorogo wako, utakuwa umeshamachua tayari. Utaingiza katika mashine ndogo ya kukatia au kama unakata kwa njia ya vibao pia ni sahihi. Njia zote ziko sawa, kikubwa tu uwe na vipimo. Kwa hiyo kikubwa msikilizaji, kama kuna sehemu nitakuwa na kuacha, unaweza ukaongezea kitabu hapo au unaweza kuongezea darasa kwa ajili ya kupata kitu ambacho kimekamilika ili na wewe uweze kuwa mzalishaji mzuri. Kwa hiyo mimi ninavyofanya huwa nafanya hivi. Hatua ya kwanza, zile slices nakata kwa kutumia vibao. Baada ya kukata zile slices kwa kutumia vibao, hatua ya pili hasa na kata miche kwa kutumia hiki kimashine kidogo ambacho nimekidesign kwa ajili ya kukatia miche. Na baada ya kukata miche kwa kutumia mashine hii,
Mashine hii pia naitumia kwa ajili ya kukata vipande kama inavyoona baada ya kupiga muhuri. Kwa hiyo karibu sana kwenye ujasiri.